Assalamu alaikum. Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar. Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Suraga, Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, ambaye pia ni Kaimu Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale. Mheshimiwa Dr. Aboud Suleiman Jumbe, Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Ndugu Naibu Katibu Mkuu Utawala, ndugu yangu Amos Hebo. Mheshimiwa Profesa Hemed Dikman, Mwenyekiti wa Baraza la SUZA. Mheshimiwa Ali Suleiman Amud, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Maendeleo ya Utalii. Wakurugenzi mbalimbali ambao hapa, wakuu wa skuli na viongozi wote ambao mpo na watendaji, asalamu alaykum tena. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake hii ambayo ametujalia ya uhai, na leo tuko katika shughuli hii muhimu sana ya kutekeleza maagizo ya serikali. Tunashukuru, alhamdulillah. Pili, nichukue fursa hii pia kama walivyotangulia kuwashukuru viongozi wetu wa nchi kwa maelekezo yao mbalimbali ambayo ndio tumo katika kuyatekeleza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mimi nichukue fursa hii kutoa shukrani sana na pongezi kwa watendaji wote ambao wameshiriki katika kulifanikisha hili. Hatujamaliza, lakini tumefikia katika hatua nzuri sana. Kwa hiyo tunakupongezeni nyote sana, kamati ile ambayo ilikuwa ndio msingi mkuu wa kufikia hatua hii ambayo tunayo, ambayo nichukue fursa pekee kumpongeza Dr. Aboud. Najua jambo hili lilikuwa ni very tight kwa kile na amechukua hatua kubwa sana. Kwa hiyo tunakushukuru sana kamati, Wizara ya Utalii, SUZA na watendaji wote ambao wameshiriki katika kufikia katika hatua hii muhimu ya kuelekea kutekeleza maagizo ya serikali. Nasaha zangu mimi ni moja tu kwa taasisi hii mpya ambayo tunaizindua leo, na kwa SUZA ambayo ndo imetoka taasisi hii. Tukumbuke serikali inapofanya maamuzi, mwanzo kabisa ilipoanzisha vyuo hivi, kabla hata ya SUZA kuwepo, lengo lake ni maendeleo, kuendeleza sekta hii ya utalii. Kwa hiyo imeanzisha chuo hichi kwa ajili ya kuendeleza sekta ya utalii hapo mwanzo, na baadaye baada ya kuanzishwa SUZA ikaona ikikipeleka SUZA itakuwa kinaendelea zaidi. Kwa hiyo lengo la serikali ni maendeleo zaidi katika sekta ile. Kwa hiyo ilipelekwa SUZA kwa lengo la maendeleo, na sasa hivi serikali imeamua kukitoa SUZA, kukifanya kiwe kinajitegemea katika sekta ya utalii, katika Wizara ya Utalii. Lengo pia ni kwa ajili ya kuendeleza zaidi sekta hii ya utalii. Kwa hiyo tuna wajibu kufikiria hilo na kuithibitishia serikali sisi kama chuo cha utalii kwamba uamuzi huu ni sahihi. Na vipi serikali itaona kwamba uamuzi huu ni sahihi? Ni kwa kufikiria au kutekeleza yale yote ambayo nasaha tulizopewa, kuimprove katika academic aspect, yani kuendelea zaidi. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuihakikishia serikali, kuithibitishia serikali kwamba uamuzi wa kukitoa chuo cha utalii SUZA ulikuwa ni sahihi, kwa kuonesha kwamba kinaendelea zaidi. Na pia SUZA inatakiwa kuthibitisha kupitia Wizara ya Elimu, kuthibitisha kwamba uamuzi wa kukitoa chuo hiki SUZA ni maendeleo zaidi kwa SUZA, kwamba SUZA inaendelea zaidi katika zile area ambazo serikali imetaka endelee, kuendeleza program zaidi za degree na program nyingine ambazo pengine ilikuwa ni dhiki kuchukua scope hiyo wakati chuo hichi kiko pale. Kwa hiyo nasaha zangu hizi ni chache tu, waheshimiwa mawaziri, kwamba tuthibitishie serikali kwamba maamuzi yake haya ni sahihi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.